Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ghurri ma yamin. Amma ba'd. Langu jina naitwa Ustadh Maalim Ibn Umar. Karibu mtazamaji wa Rapta TV, mtindo maisha. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam imepokewa kwamba kana idha dakhara ashrul awakhir, alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anapoingia ili 10 la mwisho alikuwa yaatakifu, akikaa itikafu. Itikafu maana yake ni nini? Itikafu katika lugha ya Kiarabu wanazoona wanatuambia ni mtu kukaa sehemu, ni mtu kujilazimisha kukaa sehemu asiondoke. Kilugha inaitwa itikafu. Kwa hivyo Waarabu walikuwa wakitumia neno hili kwamba mtu akijilazimisha kukaa sehemu asiondoke, kitendo kile kinaitwa itikafu. Hiyo ni katika lugha ya Kiarabu. Lakini kisheria katika dini ya Uislamu, itikafu tumeambiwa ni luzumul masjidi li ta'atillah, ni mtu kujilazimisha kukaa msikitini kwa ajili ya kumtii Mwenyezi Mungu, kwa ajili ya kuleta adhkari, kwa ajili ya kufanya ibadati. Lakini sunna hii ya kukaa itikafu imethibiti kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba yeye alikuwa akipenda kukaa msikitini katika 10 hili la mwisho, na wanazuoni wakatuambia kwa itikafu hii inakaliwa katika sehemu ya msikiti unaoswaliwa Ijumaa, lakini sio katika musalla wala sio nyumbani. Na hata kama ikiwa mkeo atakuletea chakula, basi tumekatazwa kuwatamani wake zetu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuambia wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid ama fil masjid, kwamba wala msiwatamani wake zenu, msiwatamani kuwaingilia na aliyakuwa nyinyi mpo itikafu katika msikiti. Lakini itikafu hii ina masharti yake na nguzo zake. Nguzo zake wanazuoni wakatuambia nguzo zake zipo 3. Ya kwanza wakatuambia ni nia. Kwanza mtu lazima aweke nia ya kuweza kukaa itikafu. Lakini nguzo ya pili wakatuambia ni kuwa mtu ajilazimishe, ni ile al-lubthu fil masjid, ni kukaa msikitini kwa ajili ya kufanya ibada. Baada ya kuweka nia sasa, nguzo ya kwanza. Ni ya pili uweke ukusudie sasa kufanya ile ibada katika msikiti. Lakini ya 3 wakasema ni mtu yule anayefanya hiyo ibada awe ni mtu mwenye akili, kwa maana baligh aqil, mwenye akili, na awe ni Muislamu wa sawa sawa. Kwa hivyo nguzo zake hizi ni 3, lakini masharti tukatajiwa kuwa yapo masharti 5. Na masharti ya kukaa itikafu ni 5 kama walivyotuambia wanawazuoni kwamba sharti la kwanza ni awe mtu ni Muislamu, lakini awe ni mwenye akili baligh, kwa maana amefikia ule umri wa kubaligh, mwenye akili. Lakini sharti la 3 wakatuambia kwanza lazima awe ni ameepukana na uchafu, awe ni tahara, kwa maana ameepukana na janaba kwa mwanamume na mwanamke, lakini pia ameepukana na nifasi ama hedhi kwa mwanamke. Lakini sharti la 4 wakatuambia ni lazima yule anayekaa itikafu akusudie kukaa itikafu katika msikiti, yani maana yake itikafu katika masharti yake ikaliwe msikitini. Sharti la 5 tukaambiwa ni ania, ni kuweka nia. Kwa hiyo masharti haya yanatuonyesha kuwa itikafu ni jambo kubwa. Itikafu ni sunna ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye alikuwa akipenda kuifanya katika 10 hili la mwisho ili kujikurubisha na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hivyo anatutaka sisi ummati wake, ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuweze kukaa itikafu kwa ajili ya kujikurubisha, kujipendekeza kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ili tuweze kupata rehema zake kupitia mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo ndugu yangu, Mwenyezi Mungu tumuombe atujalie tu ni miongoni mwa waja wake wenye kusikiliza maneno, lakini pia wenye kuyafuata yaliyokuwa mazuri. Wabillahi tawfiq wa hadha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.